نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، ذكر صاحب المغازي الإمام ابن هشام في سيرته، amelitaja au ametaja al-Imam Ibn Hisham katika sira yake hadathan, tukio la kudumi nabii sallallahu alayhi wasallam ila Quba. Mtume alipotoka Madina, alipotoka Makka na kufika katika mji wa Madina, nasala alifikia kwenye kabila la Bani Amr ibn Aufi, ni mji wa watu. Alifikia katika mji huo sallallahu alayhi wasallam, wakamwijia watu wawili alayhi salatu wasalam mughallisin, wakija kwenye kumuona mtume wakati ambao ulikuwa mughallisin, wenye giza totoro, na ulikuwa wakati wa mwisho kabisa wa usiku. Watu wawili wale, tukio hili analihadithia Ummul Mu'minin Safiyya bint Huyay radhiyallahu anha, anasema watu wale wawili walipokuja wakati huo wa ghalasi, wa giza giza kuingia na mchana na asubuhi, mmoja wapo akamuuliza mwenzake, ahuwa huwa, je, huyu ndiye mwenyewe? Bimaana anamkusudia, je, huyu ndio Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Yule mwenzake akasema, naam, huwa, ndiye mwenyewe huyo. Akauliza tena, fama fi nafsika minhu, unajikuta kwenye nafsi yako kuna jambo gani kunako huyo bwana? Hawa ni Mayahudi, walikuja makran li nabiyillahi sallallahu alayhi wasallam wa adawatan lah, walikuja kumfanyia vitimbi, tena kumfanyia uadui sallallahu alayhi wasallam. Anamuuliza mwenzake, je, huyo ndiye Muhammad? Akamwambia ndiyo. Unajikutaje kwenye nafsi yako baada ya kumuona na kuona vitendo vyake? Qala, yule akasema, inna adawatahu alayya ma baqiyat, hakika uadui wangu niliyokuwa nimempa nao Muhammad, wallahi ma baqiyat, wallahi haujabakia hata kidogo. Uadui niliokuja nao na
shari iliyokuja nayo dhidi yake, ma baqiyat, haujabakia. Enyi waja wa Allah subhanahu, inna siraa baina alhaqi walbatil walislam walkufr ma zalat mustamirra, wadui na mapambano baina ya haki na batil, juu ya Uislamu na ukafiri, wadui huu bado upo, unaendelea. wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, hawatoacha kukufanyieni vitimbi. wala yazaluna yuqatilunakum, hawatoacha kukupigeni vita nyinyi Waislamu, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, mpaka wahakikishe wamekurejesheni kwenye Uislamu, wamekutoweni kwenye Uislamu, mmekuja kwenye mila nyingine, in istata'u, ikiwa wataliweza hilo. Sira'u baina alhaqi walbatili qaimu, ugomvi baina ya haki na batili bado upo. Asidhanie Muislamu kwamba uadui huu na ugomvi huu umekwisha, kalla wa hasha. Wanakuja na mwambia Mtume sallallahu, wanakuja kwa ajili ya kumfanyia uadui Mtume sallallahu alaihi wasallam, wamfanyie vitimbi. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, lengo wamdhuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wayamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Uadui upo, haki na batil lazima vipambane asubuhi na mchana na jioni. Hata kama wewe utaishi maisha ya taraf, utaishi maisha ya kawaida, maisha ya mali, maisha ya kitajiri, lakini fa'lam rahimakallah, tambua ewe Allah kurehemu ya kwamba ugomvi baina ya haki na batil bado upo kwenye ardhi hii.